Unajua mimi nilikuwa nipo katika mishemishe zangu za utafutaji. Nikaa nimepigia tena taarifa nilizipata kutoka kwa marafiki zangu, wakalikuwa nabeba na bigi. Watu tunaona post huko mtandaoni, tunasikia 1 2 3. Nasema nini basi? Ndio bana msikilizili kaondoka duniani. Nilishtuka kwa kweli. Unajua ni mabrother ambao tumeanza nao hapa downtown. Wameanzia from the scratch mpaka unaona wamefikia level za kule juu kidogo. Kwa hiyo ni mtu ambaye kaanzia nyumbani. Kwa hiyo imeniumiza kwa upande wangu mimi kwa sababu ni mpambanaji, kwa hiyo kaondoka mpambanaji. Yeah, na kwa vile ambavyo unamfahamu, umezungumza vizuri kwamba ni moja kati ya mtu ambaye mmekuwa wote unaona asili zake ambazo alikuwa anazifanya. Ni mtu wa namna gani vile ambavyo anakuwa anaishi na wasanii wengine? Licha ya kwamba wewe upo kwenye upande wa kuimba, lakini yeye yupo kwenye comedy, lakini yote ni sanaa hiyo na mlikuwa mnakutana pia, kwa maana kwamba hakuna mipaka. Na yule brother alikuwa ni mtu wa pekee yake. Yaani yule brother alikuwa sio mtu wa kulinga, hana mavimbo. Kila mtu ni rafiki yake yule brother. Kama unavyomjua vile. Yeah, sure. Ndivyo ninavyokuambia. Sababu alikuwa ni rafiki wa kila mtu brother yule. Siwezi kumnenea mabaya, Mwenyezi Mungu mwenyewe anaona. Lakini yule kama mkubwa alikuwa ni mtu wa kila mtu. Tunajua ile mapati yetu ya Maloyo wapi. Yeah. Alikuwa ni mtu naye mmoja wapo wa watu ambao walikuwa wanakuja na wanafanya mambo tukiwa tunakiwasha na yeye anakiwasha. Kwa hiyo tulikuwa tunasubiriana kila mtu amuone mwenzie anafanya kitu gani. Ni pigo kwa namna gani kwa upande wa sanaa yetu kiujumla? Kwa sababu ni moja kati ya mtu ambaye kila utakayempigia simu unamuuliza na anamzungumzia kwa mazuri, na inafahamika ipo hivyo. Ni moja ya mtu pia ambaye alikuwa na mchango mkubwa sana. Watu wengi sana alikuwa anawavuta na alikuwa anawapa msaada kutokana na vile ambavyo mwenyewe alikuwa anaweza. Ni kweli, ni pigo kubwa, sio tu kwa Dodoma, ni pigo kwa Tanzania na kwa tasnia. Kwa kwenye hizi hustling za kuhangaika na talanta na sanaa zetu, ni pigo kwa Tanzania nzima, kwa sababu yule mtu alikuwa ni wa pekee yake na hamna kama iko hivyo. Hamna kama yeye. Kwa sisi tunamwombea tu Mwenyezi Mungu aweze kumpokea, lakini tumeumia na tumepata pigo Dodoma kama wakati wa Dodoma, wasanii wa Dodoma, wapambanaji wa Dodoma. Kwa hiyo tumempoteza mtu mashuhuri, na sijui kama kuna mtu kama yule, kwa sababu Mwenyezi Mungu anavyomuumba mtu anamuumba mtu na vitu vyake. Kwa yule hata tokea kama yeye kaondoka na unyama wake na uwezo wake, basi hivyo tu, lakini tuna maumivu na tunataka tukubali kwamba ndio hivyo brother ameondoka. Basi kwenye haya maisha kama ambavyo umezungumza hapa kwamba ni moja kati ya mtu pia ambaye ana love na kila mtu, anaishi na kila mtu na hana chuki wala nini, yani na alikuwa anapenda kila mmoja pia aweze kufanikiwa. Unafikiria ametuachia funzo gani sisi ambao tumebakia duniani? Yaani tu tunakumbukumbu kwamba kila mtu anakumbuka kwamba hakuna mwenye nafasi kwenye hii dunia. Kila mtu ataondoka na ataonja mauti. Kwa hiyo tutakuwa tuishi kwa amani na upendo, kama upendo aliokuwa nao yeye tuende nao hivyo hivyo, na sisi tuendelee kuishi kwa amani na upendo na kupendana na kusaidiana. Kwa sababu brother alikuwa anatoa msaada pia kwa namna yoyote ile. Unaweza kumpigia simu akakushauri, na hata kivyovyote, hata kifedha alikuwa na uwezo wa kukusaidia vile vile. Bwana mdogo wangu, kuna 1 2 3, bwana bigi wewe, naweza nikapiga nikaongea naye akakushauri, bwana unaona na plani, unajua vile. Yeah. Lakini hivyo naumia.